Askofu mkuu wa jimbo kuu la Mwanza. Napenda nitumie muda huu kutoa pole kwa msiba ambao umetupata kama kanisa la Tanzania kwa kuondokewa na askofu wa jimbo la Kondoa Mhashamu Baba Bernardin Mfumbusa ambaye alituacha tarehe 14 ya mwezi huu wa 4. Kwa kweli ni kifo cha ghafla, hakuna aliyetegemea. Mimi sikusikia juu ya ugonjwa wake, japokuwa kweli nilijua kwamba kama mwenzetu alikuwa malalamiko yale ambayo hata wengine huwa tunayatoa. Leo una tatizo hili, siku nyingine una tatizo jingine, na pengine wakati mwingine tunachukulia tu kama ni uchovu wa kichungaji. Lakini ghafla tarehe 15 kwa kweli asubuhi, kwa sababu tarehe 14 mimi sikuweza kupata habari, nilikuwa niko mbali vijijini huko kwa shughuli za kitume. Tarehe 15 dereva wangu akaniambia kwamba Baba Askofu Mfumbusa ameaga dunia. Nitumie nafasi hii kuwapatia pole mapadre wa jimbo la Kondoa, waumini wa jimbo la Kondoa, lakini na maaskofu ambao wamefanya kazi karibu naye, baraza letu la maaskofu. Tuzidi kumwombea mwenzetu ambaye kwa kweli amekuwa mmoja wetu na amekuwa na mchango mkubwa katika kanisa letu na katika baraza letu. Mimi naweza nikamkumbuka Baba Mfumbusa, amekuwa ni mmoja wetu tulipokuwa tunasoma seminari ya Segerea. Mimi nilimfahamu tangu mwaka 89 nilipoenda Segerea. Yeye nilimkuta alikuwa mbele yangu miaka 2, lakini nimemjua akiwa padre, akiwa anasoma chuo cha Kristiai wakati ule inaitwa, na baadaye ikabadilika ikawa Sauti chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino cha Tanzania, alipokuja kama mkufunzi. Lakini nimemfahamu zaidi kwa sababu alishiriki pia hata katika utume akiwa anafundisha pale Sauti. Alikuwa ni mmoja kati ya wale walienda maparokiani kwa ajili ya kuongoza ibada, kutoa semina, kufundisha watu mbalimbali juu ya maisha ya kanisa. Hivyo basi tumempoteza kweli askofu huyu na ni masikitiko makubwa. Kwanza pia muda mfupi tu alikuwa amechaguliwa kuwa mmoja kati ya washauri wa Baba Mtakatifu kwa mambo ya mawasiliano. Hajawahi kufanyia kazi shughuli hiyo ya ushauri, basi akawa ametuacha. Kwa hiyo ni masikitiko makubwa kweli, sio Tanzania tu na hata kwa wale ambao walimjua nje ya nchi, kwa sababu yeye kama mtu wa taaluma alifundisha sehemu nyingi kweli, na hasa hapa Afrika. Alienda kutoa semina Ghana, alienda kutoa semina Kenya, alienda Uganda. Nilishashuhudia mimi tukiwa naye kule Kinshasa kule Kongo, na sehemu mbalimbali katika nchi yetu, katika bara letu la Afrika. Wengi walimjua sana maaskofu. Alikuwa na uwezo mkubwa, kati ya watu ambao unaweza ukaelezea uwezo wake. Ni swala tu la kwa kweli Baba Askofu alikuwa na uwezo mkubwa, na ni uwezo ambao sio kwamba uliishia tu kwenye nadharia, aliuweka pia hata katika maisha. Ni mmoja kati ya maaskofu ambao waliamua kujitegemea. Alilima, alifuga, lakini baadaye akaanzisha na viwanda.
ni mtu ambaye alikuwa na uwezo na akili za ajabu. Kwa kweli tumepoteza. Tumwombee apumzike mahali pema mbinguni. Ni kweli jimbo la Kondoa ni moja kati ya majimbo ambayo hayajaanza muda mrefu. Leo hii ni miaka 15. Yeye amepewa uaskofu muda mfupi tu baada ya mimi kuwa nimepewa, na mimi nilianza na jimbo la Bunda. Baada ya miezi 4 jimbo la Kondoa nalo likaanza. Kwa hiyo naelewa uzito wa majimbo machanga, mahangaiko ya majimbo machanga. Nafikiria jimbo la Kondoa jinsi ambavyo litakuwa linahangaika, linasumbuka, linaishi sasa kwa majonzi makubwa, lakini naamini kanisa la Mungu ni kanisa ambalo liko safarini, linahangaika kufikia utimilifu, ukamilifu, lakini waumini naamini watalipokea kwa moyo wa imani, watasali. Mapadri wana uwezo mkubwa huko, wengine tunawafahamu na pengine walifanya kazi pamoja na askofu. Kwa hiyo tunawaombea ili waweze kupokea jambo hili kwa imani na hatimaye waweze kuliona jimbo lao linaenda mbele. Kwa kweli tumepoteza. Tumwombee apumzike mahali pema mbinguni. Asanteni sana.